tuko kwenye mchakato wa kutafuta wagombea nafasi ya urais, wa bunge na madiwani, na tulishatoa taarifa kwa nchi nzima kwa viongozi wetu wa mikoa, wa wilaya, majimbo yake, kata, kote mpaka kwa wanachama, ya kwamba tayari zoezi limeshaanza, na tulianza kutoa fomu zetu za wagombea urais kuanzia tarehe 25 mwezi wa 4, na bado tunaendelea, na bado tunapokea wengine watiania ambao wapo, yuko mikoani, yuko wapi, wapo, na tunawakaribisha waje wachukue fomu. Na kwenye mikoa vile vile za madiwani wa bunge zipo huko, tumeshawatumia, na baadhi nafikiri watazipata hivi karibuni ambao walikuwa bado hawajapata, ili zoezi likamilike. Na sisi hatulali, tunaendelea na mchakato huu mwanzo na mwisho, na TLP tuko salama, tuko shwari. Kazi tulionayo ni moja tu, ya uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Tuko kwenye mchakato, na baada ya zoezi hili kukamilika, la wagombea kuwapata tayari majimbo, wilaya, majimbo, wabunge na kata, madiwani pamoja na urais, vikao vya chama vitaanza tutaanza vikao vya chama kuanzia Julai. Nafikiri ni baada ya bunge kuvunjwa. Bunge liko kazini Dodoma, najua mwisho wa mwezi wa 6 watakuwa wamemaliza shughuli hiyo. Ikishavunjwa, tunaanza utaratibu sasa wa kuanza kupitisha wagombea wetu wanaogombea udiwani, wanaogombea ubunge kwenye majimbo, na wanaogombea urais. Kwa vikao vya chama vitaanza kufanya kazi na kuchuja. Ndio maana sisi hatupokee mtu mmoja kwamba ndio basi chama kimemaliza. Hapana, tunaendelea kupokea. Mwezi wa Julai tutakuwa na vikao vya chama, tutakuwa na ratiba za tume, maana hiyo mmoja mgombea rais ni huyu mmoja. Kwa lazima tutakuwa tumewachuja wale waliotia nia, wanapigiwa kura za maoni kwenye vikao vyetu, anayepita ndiye atachukua fomu Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tunapokuja kwenye majimbo vile vile, wagombea ubunge wawe 10 wawe 20 wataingizwa kwenye vikao vya chama vya majimbo, na kuteua mgombea mmoja ambaye atakuwa na sifa kamili za kugombea ubunge kwenye jimbo lake. Na kwenye kata hivi vile vile wagombea watajaza fomu, na fomu kwenye majimbo na kwenye kata za chama watazipata kwa viongozi wa chama. Baada ya hapo kupitishwa, watapitishwa na vikao vyao. Wasimamizi wasaidizi wa tume watakuwa kwenye halmashauri zetu za wilaya kwa nchi nzima, ndio ambao watatoa ratiba ya tume itakayokuwa inaelekeza fomu zinapatikana tayari, waliopitishwa na vyama vyao waende wakachukue. Na sisi kitaifa, yule ambaye tutakuwa tumempitisha gombea urais atakwenda Dodoma rasmi, atakwenda na barua za chama na utambulisho kwenda kupokea fomu ya tume na kuifanyia mchakato wa kuijaza na kuirudisha katika muda unaotakiwa. Kwa hiyo bado tuko mbele na tunafanya kazi hiyo kwa amani na kwa utulivu. Na vile vile tumeshawaagiza wanachama wetu na wananchi wa Tanzania kwa ujumla, uchaguzi huu uko huru na wa haki. Kwa hiyo tusiwe na hofu ya kugombea, tusiwe na hofu kwenda kupiga kura tarehe hiyo ya Oktoba, tarehe 25. Na vile vile tusiwe na hofu ya, kuna chama kimoja nafikiri mnakifahamu, waliwahi kutoa mikakati ya kutishia, lakini mikakati hiyo sasa hivi imekwama. Maana yake uwezo ukatishiwa Tanzania kwamba uchaguzi hautakuwepo. Ni kwa mujibu wa katiba ya nchi, miaka 5 imeisha, lazima tuendelee na mchakato wa uchaguzi wa miaka 5 mingine ijayo, wa kumpata nani? Rais, wabunge na wadiwani. Ndio taratibu uliopo. Lakini uwezo ukatishia kwamba hautakuwepo, wewe ni nani? Sisi vyama ni kwamba tunaendelea na uchaguzi pamoja na chama kilichoko madarakani, tunaendelea kama kawaida na tutashiriki kama kawaida, na kitu tunachokitaka ni utulivu, amani na haki itendeke. Aliyepita amepita,
achukue jimbo lake, achukue kata yake, achukue rais wake. Nchi ni ya wote, sio ya mmoja au chama kimoja, ni ya wote. Vipaumbele vyangu kwanza ni kwenye uchumi. Kwa sababu ni mtu ambaye nina uzoefu, nimezunguka nchi mbalimbali, nimefanya utafiti kwenye nyanja zote za hasa kuinua maisha ya Mtanzania, kuinua sekta za elimu, afya, barabara na miundombinu kwa ujumla. Kwa nyanja zote ambazo zitamrahisishia mwananchi katika kumuondoa katika hali ya umaskini ambayo kwa kweli ni janga kubwa katika nchi yetu. Serikali iliyokuwepo madarakani inaongoza vizuri, lakini nadhani mimi nitaifikisha Tanzania katika viwango ambavyo ni tofauti na hali ilivyokuwepo sasa hivi. Kwa hiyo hilo na hakika nitalisimamia vizuri. Ukifuatilia nchi yetu imebarikiwa kuwa na rasilimali nyingi, madini, na sasa hivi mkoani Mbeya kuna madini ya kimiminika aina ya helium ambayo ni muhimu zaidi. Dunia sasa hivi ina upungufu wa madini ya helium, lakini yamepatikana kwetu. Kwa hiyo hizi rasilimali ni lazima niweze kuzisimamia ili ziweze kumnufaisha Mtanzania mmoja mmoja. Ndio kama nilivyojieleza awali, uwezo ninao, nia ninayo na sababu ninayo. Kwa hiyo uwezo wa kufanya kampeni kwa maana ya kushindana na vyama vingine, kupeleka sera za TLP nchi nzima, uwezo huo ninao. Lakini pili, ni mgombea ambaye nimefanya utafiti kwenye nchi mbalimbali. Kwa mfano kwenye sekta ya nishati, ukiangalia nchi nyingi sasa hivi zinatumia nishati ya jua. Kwa hiyo wenzetu TANESCO nimeona muda mfupi uliopita wananunua umeme kutoka Ethiopia, wakati kuna mikoa ya kanda ya kati ambayo inazalisha jua ambalo linaweza kuzalisha umeme na hatimaye kupunguza bei ya nishati ya umeme ili Watanzania wa kawaida waweze kuifahamu. Lakini pia kuna tatizo la maji. Sasa hivi dunia imetoka katika uchimbaji wa mabwawa au kutegemea mito. Kwa nchi zote zenye bahari, nimeona Egypt, kule Misri na nchi za falme za Kiarabu, nchi zote zenye bahari kuna kitu wanaita desalination plant. Ni wanavuna maji ya bahari kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya nyumbani. Kwa hiyo tunaweza kuvuna maji kwa maeneo yote ya ukanda wa Dar es Salaam, kwa mfano Kigamboni, tukafunga desalination plants na maeneo yote ambayo bahari inazunguka. Kwa tutaondokana na kutegemea vyanzo vile ambavyo vimepitwa na wakati vya kutegemea mito ambayo kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi tumeona matatizo ambayo ya maji hasa katika jiji letu la Dar es Salaam, lakini na mikoa yote ambayo bahari inapatikana tutafunga desalination plants kwenye maeneo hayo kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wetu.